tunamshukuru Mungu tumemaliza Pasaka na sasa tunaendelea. Tumekuwa tuna vipindi vya baraka, lakini tunajiandaa kwa sababu ya kongamano la uponyaji. Tunajiandaa kwa sababu ya kongamano kwa njia ya television litakalofanyika tarehe 7. Kwa hiyo tarehe 7 mwezi wa 5, tarehe 7 mwezi wa 5 tutakuwa tuna kongamano la uponyaji ambalo linafanyika kwa njia ya television. Kama kutakuwa na kongamano la uponyaji linalofanyika kwa njia ya television, basi tunakuandaa wewe kwa ajili ya kuhudhuria kongamano letu zuri ambalo litakuwa linatufungua, linatuponya na kutubariki. Lakini leo nimekuja na wewe tushare kitu fulani. Kuna siku nilikuwa hapa, nilikuwa nazungumza ndoto. Nilikuwa nazungumza maono, lakini leo nitazungumza maono na kipawa. Siku zile hatukumaliza somo letu nafahamu. Siku Mungu akitujalia nafasi, basi tunaweza tukamaliza kwa ukamilifu wote. Tulikuwa tunazungumzia habari za ndoto. Tuliona mambo mengi. Ndoto ni nini? Maono ni nini? Kwa nini mtu nikakwambia sababu moja wapo inayokufanya wewe uendelee kuishi hapa duniani ni kwa sababu una ndoto, una maono. Maono yanampatia mtu nafasi au sifa ya kuendelea kuishi hapa duniani. Nikakwambia hakikisha kila unapolala, kila unapoamka, unaamka kwa sababu ya kupigania ndoto ulionayo au mipango au malengo uliokuwa nayo. Unapolala unalala kwa ajili ya kupumzisha akili yako ili kesho uamke kwa ajili ya kupambana na kupigania malengo uliojiwekea kwenye maisha yako. Hiyo ilikuwa ni maono. Hatukumaliza, lakini leo mimi niko hapa kwa ajili ya kuzungumza maono na kipawa. Maono tulishazungumza siku zile, tukasoma Habakuki, kitabu cha Habakuki, na leo nitaongea zaidi kuhusu kipawa. Sasa maono na kipawa, kwa sababu hivi ni vitu ambavyo vinaenda pamoja. Maono na kipawa ni vitu ambavyo vina bondi, vinaenda pamoja. Kama una mtazamaji, baada ya kuwa na maono au baada ya kuwa na ndoto au baada ya kuwa na malengo au mipango, kinachokamilisha mipango yako ni kipawa ulichokuwa nacho. Kwa kipawa ndicho kinachokamilisha malengo au ndoto au maono aliyokuwa nayo mtu. Sasa kipawa ni nini? Moja kwa moja katika kitabu cha Mithali. Tuone hapa kipawa ni nini. Kipawa ni nini? Tutaona hapa kwamba kipawa ni kitu gani. Tujaribu kukielezea kipawa. Mithali 17. Biblia inasema kipawa ni kama kito cha thamani machoni pake yeye alionacho, kila kigeukapo hufanikiwa. Kipawa ni kama kito cha thamani machoni pake yeye aliyokuwa nacho, kila kinapogeuka huwa kinafanikiwa. Sasa kipawa ni nini? Mungu anapokuwa anamuumba mtu au Mungu anapomleta mtu duniani au mtu yote anapokuja duniani, huwa anakuja na zawadi kutoka kwa Mungu. Hii zawadi kutoka kwa Mungu tunaiita kipawa. Kwa hiyo yoyote yule anayekuja hapa duniani kutoka kwa Mungu, huwa anakuwa na zawadi. Na hiyo zawadi ambayo mtu huyu anakuja nayo huwa tunaiita kipawa. Kwa hiyo kipawa ni zawadi ambayo mtu anakuja nayo kutoka kwa Mungu. Unapozaliwa unazaliwa na zawadi. Hii zawadi inaitwa kipawa. Sasa viko vipawa vya aina mbalimbali. Tuna vipawa vya maigizo, tuna vipawa vya kuchonga, tuna vipawa vya kuchora, tuna vipawa vya kilimo, tuna vipawa vya kufuga, tuna vipawa vya kujenga, tuna vipawa vya kufundisha. Viko vipawa vya aina moja. Tuna vipawa vya kuimba, viko vipawa vya aina moja. Kuna vya aina mbalimbali, sio vya aina moja. Kuna vipawa vya aina mbalimbali. Kwa hiyo kipawa ni zawadi ambayo mtu huwa anapewa na Mungu. Mtu tu anapokuja duniani huwa anakuja na zawadi ya kipawa kutoka kwa Mungu. Unakuja na zawadi ya kipawa kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo ukimkuta tu katoto kamezaliwa pamoja na kipawa. Kwa hiyo kipawa ni zawadi ambayo mtu anakuja nayo kutoka kwa Mungu. Na zawadi hii iko kwa ajili ya kumkamilisha, ya kutimiza maono ya huyu mtu au malengo, ya kutimiza maono, malengo au mipango ya huyu mtu. Bila kipawa hauwezi ukatimiza malengo yako. Utatimiza na nini? Kwa sababu kipawa ndicho kinachotimiza malengo. Katika Biblia kitabu cha Mithali, tumesoma kipawa ni kama kitu cha thamani kwake yeye aliyokuwa nacho, kila kinapogeuka kinaleta mafanikio. Sasa ndio maana nimekuambia mipango yako na malengo yako huwa inatimizwa na kitu kinaitwa kipawa. Na hicho kipawa Biblia inaelezea ni kama kito
kama madini ya thamani kwa mtu yule ambayo anakuwa nayo, na kila yanapotumika au kila kinapotumika hicho kipawa huwa kinaleta mafanikio. Kugeuka ni kutumika. Na kwa nini kipawa kipo? Kipawa kipo kwa ajili ya kukamilisha maono, malengo na mipango ya mtu. Mtazamaji wangu, mtazamaji na mwanafamilia wa Sauti ya Uponyaji, kila mtu ambaye yupo hapa duniani kwa mujibu huo basi atakuwa na kipawa kwa ajili ya kutimiza maono uliokuwa nayo. Una maono ya kuwa mfanyabiashara mkubwa, au una maono ya kumiliki pesa nyingi, basi Mungu anaweza kukupatia kipawa. Anaweza kukupatia kipawa cha biashara, anaweza kukupatia kipawa cha kulima, anaweza kukupatia kipawa cha kufuga, kwa sababu una maono ya kumiliki pesa nyingi. Una maono ya kumiliki mali nyingi. Mungu anakupatia kipawa. Anaweza kukupatia kipawa cha kuimba, kipawa cha kuigiza, kipawa cha kuchora, ili mradi tu kitu ambacho kitakusaidia wewe kutimiza malengo uliyokuwa nayo. Ukisoma Biblia katika kitabu cha Mwanzo kule kwenye ibada, yule Yusufu ambaye tulimsoma siku zile kwamba alikuwa na maono, alikuwa na malengo. Alikuwa na maono, alikuwa na malengo. Malengo yake alikuwa anataka kuwa mtu mkubwa katika dunia hii. Biblia inasema siku moja sasa akiwa anaendelea tuliishia mpaka pale nyumbani kwa Potifa, kwamba huyu Yusufu ndugu zake wakamuuza kwa watu, na hao watu wakamuuza Yusufu kwa mtu mmoja anaitwa Potifa. Alafu nyumbani kwa Potifa Yusufu akazingiziwa kesi. Alafu baada ya kuzingiziwa kesi akapelekwa gerezani. Okay? Ndoto yake ni kuwa mtu mkuu. Ndoto yake ni kuwa mtu mkubwa, lakini kadiri siku zinapozidi kwenda ni kama ndoto yake inaonekana inaenda kufifia, au maono yake yanaenda kuto kutimia kwenye maisha yake. Anajikuta yuko gerezani. Yaani mtu alikuwa anaanza kuwa mkuu, alafu moja kwa moja anajikuta yuko gerezani. Kama wewe labda ulishawahi kuwaza kwamba maono yako ni kuwa mtu barajina mwenye mafanikio sana. Kweli ukafanikiwa, ukajiongeza, ukajimeki, ukafungua kagenge kako, ukaendelea, umenunua shamba eka zako 5 unalima, ghafla majanga amekuja, umeuza eka ya kwanza, eka ya pili, eka ya 3, eka ya 4, na hatimaye imebakia eka moja, unaiangalia haikutoshi, hata ukiuza haitoshi kutatua matatizo yaliyobakia, lakini hauna chochote. Unaona? Yaani unahisi kwa macho inaonekana kwamba kadri siku zinavyozidi kwenda zile ndoto zako zinaenda kutotimia, yaani zinaenda kufa kabisa, kwa sababu unazidi kushuka chini badala ya kupanda juu. Kwa hiyo fumba na kufumbua, Yusufu anajikuta yuko gerezani, na malengo yake ni kuwa mtu ambaye anatawala katika dunia. Sasa unajua kuanzia siku ya kwanza Yusufu anaanza kutuonyesha maono aliyokuwa nayo. Hatukuwahi kuona kipawa cha Yusufu kwa kweli. Tulikuwa tunaona tu maono. Biblia inasema aliota ndoto. Tusome kitabu cha Mwanzo. Yaani Biblia ituonyesha tu hapa ndoto. Haijatuonyesha vitu vingine. Biblia ilijaribu kutuonyesha ndoto ya Yusufu. Tujaribu kutafuta huo mstari. Ni Mwanzo, Biblia ni kitabu cha Mwanzo. Mwanzo ngapi? Habari za Yusufu kuota ndoto. Yusufu akaota ndoto. Kwanza hapa. Hii hapa. Yusufu akaota ndoto. Tuone. Yusufu akaota ndoto, akawapa ndugu zake habari, nao wakazidi kumchukia. Akasema, akawaambia, tafadhali lisikieni. Akawaambia, tafadhali sikieni ndoto hii niliyoota. Tazama, sisi tulikuwa tukifunga miganda shambani, kumbe mganda wangu ukaondoka ukasimama, na tazama miganda yenu ikazunguka ikainama mbele ya mganda wangu. Ndugu zake wakamwambia, je, kweli wewe utatumiliki sisi, wala nawe utatutawala sisi? Wakazidi kumchukia kwa ajili ya ndoto yake na kwa maneno yake. Unaona? Tunaona ndoto ya Yusufu. Anaota hii ndoto na ndugu zake, anawaambia ndugu zake kwamba ndoto yangu ndiyo hii, na ndugu zake wanaelewa kabisa kwamba malengo makubwa ya Yusufu ni kuwa juu ya kila mtu. Kama anaishi basi anaishi awe juu ya mtu. Biblia inasema ndugu zake walipokuwa wamesikia zile habari kwamba ana mpango wa kuwa juu ya kila kitu,
juu ya katika dunia hii wakamchukia sana. Already walikuwa wanamchukia, lakini Biblia inasema wakazidi kumchukia. Mara ya kwanza walikuwa wanamchukia kwa sababu babake alimpendelea. Na kwa nini babake alimpendelea? Biblia inasema basi Israeli, mstari wa 3, akampenda Yusufu kuliko wanawe wote, maana ni mwana wa uzee wake, akamfanyia kazi ndefu. Ndugu zake wakaona ya kuwa baba yao anampenda kuliko ndugu zake wote, wakamchukia wala hawakuweza kusema naye kwa amani. Umeona? Yaani Yusufu alikuwa anachukiwa. Hata kabla hiyo ndoto alikuwa anachukiwa, ila sio sana. Biblia inasema ndugu zake walimchukia. Walimchukia kwa nini? Walimchukia kwa sababu babake alimpenda, akampatia heshima. Kusema alimfanyia kanzu ndefu ni kusema alimpatia heshima fulani vile, lakini na mamlaka fulani. Kwa hiyo ni kama mtoto mdogo alipewa mamlaka fulani na heshima fulani, na inawezekana alitendea haki hiyo heshima na hiyo mamlaka fulani aliyopewa na babake. Halafu sasa baada ya kupewa hiyo heshima na hayo mamlaka, Biblia inasema Yusufu akaanza kuota ndoto. Alivyoona kwamba anaweza kufanya hiki na hiki, akawa na ndoto sasa. Akawa na ndoto ya kuwatawala ndugu zake. Biblia inasema basi ndugu zake wakazidisha sana kumchukia. Hapa tunaona ndoto ya Yusufu. Tuone ndoto ya pili. Biblia inasema ndoto ya pili akaota. Biblia inasema akaota tena ndoto nyingine siku nyingine hiyo. Akawaambia ndugu zake akisema, angalieni nimeota ndoto nyingine, na tazama jua na mwezi na nyota 11 zikaninamia. Akawaambia baba yake na ndugu zake. Baba yake akamkemea akamwambia, ni ndoto gani uliyoiota? Je, mimi na mama yako na ndugu zako tutakuja tukusujudia hata chini? Ndugu zake wakamhusudu, ila bali baba yake akalihifadhi neno hilo. Okay, akiwa ana ndoto hiyo anaendelea kusimulia. Biblia inasema aliota nyingine. Biblia inasema safari aliota jua na mwezi vyote vimesujudu mbele zake. Babake, kwa hiyo wakafahamu kwamba ni sisi watoto 11 pamoja na baba yao na mama yao wote, siku moja Yusufu anaweza akaamua juu ya maisha yao. Hali hiyo ilifanya hali ya kumpenda izidi kuwa mbaya. Watu hawakumpenda, ndugu zake wakazidi kumchukia zaidi kuliko mara kwanza. Kwa hiyo kadri alipokuwa anaota ndoto kubwa, ndugu zake walizidi kumchukia. Kumbuka nilikwambia ukilala unaamka kesho kwa sababu ya kutimiza ndoto zako. Na kama ukikatia tamaa ndoto zako, hauna sababu ya kuamka kesho ukiwa mzima. Haipo sababu ya wewe kuamka. Sababu ya kuamka kesho ni kwa ajili ya kutimiza ndoto zako. Sasa ndugu zake Yusufu wakazidi kumchukia kwa sababu ya hii ndoto. Leo ameota kubwa kwamba wewe utafanikiwa zaidi yetu. Anatuone sasa. Ndio maana usishangae unapoona unachukiwa na watu wengi unapokuwa unajaribu kutafuta maisha, kwa sababu haujaanza wewe. Biblia inasema alikuwa Yusufu akiwa anatafuta maisha, ndugu zake waliinuka kinyume na yeye, wakamchukia kabisa. Hawakumchukia Yusufu. Yusufu kama Yusufu hana maadui, isipokuwa ndoto ya Yusufu inawatisha watu wengi. Unajua wewe kama wewe mahali ulipo, sijui Mluguru, sijui Mkaguru, sijui kabila gani, sijui Masai, sijui Mgogo, sijui Mbena, sijui mtu wa wapi. Wewe kama wewe hauna bifu na mtu, isipokuwa ndoto yako ndio inakufanya uwe na uadui na mtu. Ndoto uliyokuwa nayo ndio inakufanya uwe na uadui na watu. Yaani ndio iko hivyo. Watu hawafurahii maisha yako, mafanikio yako. Tunaishi katika kizazi ambacho binadamu hawafurahii mafanikio ya wengine. Binadamu hawafurahii maisha ya wengine. Ukweli utabakia pale pale. Mtu pekee anaweza kuwa hana neno na mafanikio yako ni babako na mamako. Kwa hiyo babako na mamako wanaweza akawa hawana neno lolote juu ya mafanikio uliokuwa nayo, lakini wengine wote hesabu kwamba wako kinyume na hatua unazozipiga. Utapata amani na utafanikiwa kutafuta maisha kwa amani sana. Sasa wakamchukia. Wewe unasema walipomchukia bwana, wakasemezana watakuja kumuua. Angalia, wamemchukia mpaka kwa kiwango cha kutaka kumuua kwa sababu tu eti ana ndoto kubwa. Ana mipango mikubwa. Siku moja kweli walipanga, walifanikiwa, wakamkamata, wanataka kumuua kweli, lakini ghafla walikuwa wanapita wageni wa nchi ya mbali, watu wa nchi ya mbali sana. Walipoona wakasema kuliko tumuue tupate dhambi ya kuua mtu, ngoja tumuuze tupate na hela. Kwa hiyo wakamuuza kama vile Yesu alivyouzwa na Yuda. Wakamuuza kwa wale watu. Alafu wale watu walikuwa wanaenda Misri. Walikofika Misri ndio wakamuuza nyumbani kwa Potifa. Akiwa nyumbani kwa Potifa, yeye akawa yupo nyumbani kwa Potifa ameuzwa, lakini analala na kuamka kwa ajili ya ndoto yake. Sikia nikwambie, haujalishi uko katika wapi, sehemu gani, mazingira gani. Mazingira hayakuzuii wewe kuto kuendelea na mipango yako. Hayamzui mtu kuto kuendelea na mipango yake. Haijalishi ni wapi. Haijalishi umepeleka mbegu zako shambani, halafu haikuota, haijalishi mazingira yoyote hayakukatazi wewe kuendelea kuwa na mipango. Haijalishi umefungua biashara,
halafu inaenda vibaya ikafa. Mazingira magumu hayakupi uhalali wewe wa kusahau ndoto uliyokuwa nayo au wa kugairi ndoto uliyokuwa nayo. Mazingira yanapokuwa magumu, unatakiwa kusimama na kupambana kwa ajili ya ndoto yako. Sasa akiwa nyumbani kwa Potifa alikuwa houseboy, lakini houseboy ambaye ana maono na mpango wa kuwa mtu mkubwa sana katika hii dunia. Akalala akaamka siku moja akapata kesi ya kuzingiziwa. Huyo mtu ambaye alikuwa amewaza kuwa mkubwa sana akajikuta yuko jela. Jela, akafungwa jela. Jela kabisa. Akajikuta yuko jela na amefungwa huko jela. Akiwa jela, kwanza sio nchini kwake, lakini yuko jela, amefungwa, anatumikia kifungo, lakini pia sio kwa kosa lake, lakini bado akiwa gerezani ana ndoto, malengo yake yako pale pale, anataka kuwa mtu mkubwa. Sikia nikwambie, akiwa kwa gerezani akagundua kwamba kitakachotimiza maono aliyokuwa nayo ni kipawa alichokuwa nacho. Leo Yusufu akiwa gerezani hatuonyeshi tena ndoto, anatuonyesha kipawa alichokuwa nacho. Mwanzo 40. Ikawa baada ya mambo yote, hapo Yusufu yuko gerezani. Biblia inasema ikawa baada ya mambo yote, ya mambo hayo, mnyweshaji wa mfalme wa Misri na mwokaji wake wakamkosa bwana wao mfalme wa Misri. Hawa ni wafanyakazi katika nyumba ya mfalme, wakafanya makosa. Farao akawaghadhibikia maakida wake wawili, mkuu wa wanyweshaji na mkuu wa wokaji. Yaani mtu aliyekuwa anasimamia kitengo cha vinywaji na aliyekuwa anasimamia kitengo cha chakula walifanya makosa, na Farao akawaghadhibikia. Akawaita katika lindo nyumbani mwa mkuu wa askari humo gerezani mahali, akawatia katika lindo nyumbani mwa mkuu wa askari humo gerezani mahali alipofungwa Yusufu. Kwa hiyo akawafunga humo gerezani mahali ambako alikuwa amefungwa nani? Yusufu. Mkuu wa askari akamwekea Yusufu watu hao, naye akawahudumia, nao wakakaa siku kadha wa kadha katika kifungo. Wakakaa siku kadha wa kadha kwenye kile kifungo. Wakiwa huko gerezani, Biblia inasema wakaota ndoto wote wawili, kila mtu ndoto yake usiku mmoja. Sasa wakaota ndoto, ile ndoto ambayo mtu anaota usingizini. Biblia inasema kila mtu kwa tafsiri ya ndoto yake. Mnyweshaji na mwokaji wa mfalme wa Misri waliofungwa gerezani. Yusufu akawajia asubuhi, akaona wamefadhaika, akauliza hao maakida wa Farao waliokuwa pamoja naye katika kifungo nyumbani mwa bwana wake, akisema, mbona nyuso zenu zimekunjamana leo? Wakamwambia, tumeota ndoto, wala hapana awezaye kuitafsiri. Yusufu akawaambia, kutafsiri si ni kazi ya Mungu? Tafadhalini mniambie. Mnyweshaji mkuu akamhadithia Yusufu ndoto yake. Akamwambia, katika ndoto yangu nimeota huko mzabibu mbele yangu, na katika mzabibu mlikuwa na matawi matatu, nao ulikuwa kama unamea unachanua maua, unachanua maua. Vishada vyake vikatoa dhabibu zilivyoiva, na kikombe cha mfalme kilikuwa mkononi mwangu. Nikazitoa dhabibu, nikazikamua katika kikombe cha Farao, nikampa Farao kikombe mkononi mwake. Yusufu akamwambia, tafsiri yake ndio hii: matawi matatu ni siku tatu. Baada ya siku tatu Farao atainua kichwa chako, atakurudisha katika kazi yako, nawe utampa Farao kikombe mkononi mwake kama desturi ya kwanza ulipokuwa mnyweshaji wake. Ila unikumbuke mimi utakapopata mema, unifanyie fadhili na kuomba kanitaje kwa Farao na kunitoa katika nyumba hii hapa. Kwa sababu hakika naliibiwa kutoka nchi ya Waebrania, wala hapa sikutenda neno lolote hata wanitie gerezani. Mkuu wa wokaji alipoona ya kwamba hiyo tafsiri ni ya neema, ni ya mema, akamwambia Yusufu, mimi kadhalika nilikuwa katika ndoto yangu, na tazama ziko nyungo tatu za mikate myeupe juu ya kichwa changu, na katika ungo wa juu mlikuwa na kila namna ya chakula kwa Farao, kazi za mwokaji. Ndege wakavila katika ungo juu ya kichwa changu. Yusufu akajibu akasema, tafsiri yake ndio hii: nyungo tatu ni siku tatu. Baada ya siku tatu Farao atakiinua na kukiondolea kichwa chako na kukutundika juu ya mti, na ndege watakula nyama yako. Ikawa siku ya tatu, amesha tafsiri hapo ndoto. Ikawa siku ya tatu, siku ya kwanza kwake Farao akawafanyia karamu watumwa wake wote, akainua kichwa cha mkuu wa wanyweshaji na kichwa cha mkuu wa wokaji miongoni mwa watumwa wake. Akamrudisha mkuu wa wanyweshaji katika kazi yake ya kunywesha, naye akampa Farao kikombe mkononi mwake, bali akamtundika mkuu wa wokaji kama Yusufu alivyowafasiria. Umeona
tulikuwa tunaona maono au malengo aliyokuwa nayo Yusufu, mipango, ndoto tunasema alizokuwa nazo Yusufu, lakini tulimuona tu anasimulia ndoto zake. Leo Biblia inasema katika hii Mwanzo 40 Yusufu anatuonyesha kipawa alichokuwa nacho. Anatuonyesha kipawa alichokuwa nacho. Yusufu alikuwa na kipawa ambacho kinaweza ikawa hakina maana, kilikuwa ni kipawa cha kufasiri ndoto. Ambacho uwezo ukafasiri ndoto ukapewa hela na mtu. Lakini kama ni kipawa, haijalishi hakionyeshi utapata pesa, lakini kikitumika kina asili ya kuleta mafanikio kwenye maisha ya mtu. Sasa aliwatafsiria hawa ndoto zake na ndoto zao, na baada ya siku kama alivyo 3 zilizopita, zile ndoto zilitimia kama Yusufu alivyotafsiri. Biblia anasema sasa mstari wa 23, lakini huyu mkuu wa wanyoshaji hakumkumbuka Yusufu, alimsahau. Kumbuka alivyokuwa anamtafsiria yule mkuu wa wanyoshaji ambaye aliambiwa atarudishwa kwenye kazi yake, alimwambia ukanitaji ukienda huko. Lakini alivyofika huko akamsahau kabisa Yusufu, akaendelea kula bata yeye, akamsahau mwenzake gerezani. Sasa baada ya kumsahau, Biblia inasema ikawa mwisho wa miaka 2 mizima Farao akaota ndoto. Yaani ilipita miaka 2 Yusufu akiwa bado yuko gerezani. Ana fight kwa ajili ya kile anacho ndoto zake. Biblia inasema sasa leo imepita miaka 2. Farao akaota ndoto, natazama amesimama kando ya mto, natazama ng'ombe 7 wazuri wanono walipanda kutoka mtoni wakajilisha manyasi. Natazama ng'ombe 7 wengine wakapanda nyuma yao kutoka mtoni, wabaya wamekonda, wakasimama karibu na wale ng'ombe wengine ukingoni mwa mto. Kisha hao ng'ombe wabaya waliokonda wakawala wale ng'ombe 7 wazuri wanono. Basi Farao akaamka, akalala, akaota ndoto mara ya pili. Tazama masuke 7 yalimea katika bua moja, makubwa mema. Na tazama masuke 7 membamba yamekaushwa na upepo wa mashariki, yakatokeza baada yao. Kisha hayo masuke membamba 7 yakayala yale masuke 7 makubwa yaliyojaa. Basi Farao akaamka, na kumbe ni ndoto. Hata asubuhi roho yake ikafadhaika, akapeleka watu kuwaita waganga wote wa Misri na watu wote wenye hekima walioko. Farao akawahadithia ndoto yake, wala hakuna aliyeweza kumfasiria Farao mambo hayo. Basi mkuu wa wanyoshaji akamwambia yule aliyofasiriwa ndoto na Yusufu, akamwambia Farao akisema, na yakumbuka makosa yangu leo. Farao akawakasirikia watumwa wake. Farao aliwakasirikia watumwa wake, akanitia nifungwe nyumbani mwa mkuu wa askari, mimi na mwokaji na mkuu wa waokaji. Tukaota ndoto usiku mmoja, mimi na yeye, na kila mtu na tafsiri ya ndoto yake tukaota. Na huko pamoja nasi palikuwa na kijana Mwebrania, mtumishi wa mkuu wa askari. Tukamhadithia naye katafsiri ndoto zetu, akafasiri kila mtu kama ilivyokuwa ndoto yake. Ikawa kama vile alivyotufasiria ndivyo ilivyotokea. Mimi nalirudishwa katika kazi yangu na yeye alitundikwa. Ndipo Farao akapeleka watu, akamwita Yusufu, akamleta upesi gerezani. Akanyoa, akabadili nguo zake na kuingia kwa Farao. Farao akamwambia Yusufu, nimeota ndoto wala hapana awezaye kunitafsiria. Nami nimesikia habari zako ya kwamba usikiapo ndoto waweza kuifasiri. Yusufu akamjibu Farao akasema, si mimi, Mungu atampatia Farao majibu ya amani. Farao akamwambia Yusufu, katika ndoto yangu nilikuwa nikisimama ukingoni mwa mto. Akamsimulia kama alivyoota, wale ng'ombe 7 na yale masuke 7. Yusufu akamwambia Farao, ndoto yako ni moja. Hapa Yusufu ameshafasiriwa, ameshahadisiwa. Akamwambia Farao, ndoto yako ni moja. Mungu amemwonyesha Farao yatakayofanyika hivi karibuni. Wale ng'ombe 7 wema ni miaka 7 na yale masuke 7 mema ni miaka 7 ya ndoto ni moja. Na wale ng'ombe 7 dhaifu wabaya waliopanda baada yao ni miaka 7 na yale masuke 7 matupu yaliyokausha na upepo wa mashariki yatakuwa miaka 7 ya njaa. Ndivyo alivyomwambia Farao ya kwamba Mungu amemwonyesha Farao yatakayofanyika hivi karibuni. Kwamba Mungu alimwonyesha Farao kwamba kulikuwa kuna miaka 7 ya chakula na miaka 7 ya njaa. Sasa Yusufu ndio ametafsiri hiyo ndoto. Angalia, ukiendelea kusoma pale chini, baada ya Yusufu kutafsiri hiyo ndoto, kwa anasema Farao akamwambia Yusufu kwamba basi wewe nimekuweka katika kitengo cha kukusanya chakula. Kwa hiyo Yusufu akakusanya chakula kwa ile miaka 7 ya chakula. Na Biblia inasema Yusufu alikuwa anafuatia kitoka Farao kwa ukubwa katika nchi ya Israeli. Tayari maono yake ya kuwa mtu mkubwa na kuwatawala watu yakatimia, lakini kilichotimiza yale maono ilikuwa ni kipawa alichokuwa nacho. Ndio maana nimekuambia leo tutazungumza maono na kipawa. Ilikuwa ni kipawa alichokuwa nacho. Sikiliza nikwambie, mtoto wa Mungu, mtu wa Mungu ambaye unapata nafasi ya kunitazama wakati huu, kama una maono, kitakachotimiza maono uliyokuwa nayo ni kipawa chako.
Kwa ni lazima ukaelewa vizuri kwamba nina kipawa gani, kwa sababu kipawa chako ndio kitu cha kwanza ambacho kinaenda kutimiza maono uliyokuwa nayo. Bila kipawa chako maono uliyokuwa nayo hawezi yakatimia kirahisi. Utaishi kulaumu watu. Utaishi kusema unalogwa. Ni kweli inawezekana unalogwa. Utaishi kulaumu watu hawakusaidii. Utaishi kulaumu watu hawakusikilizi. Lakini leo nataka kukuambia kwamba kinachofanya maono yako yatimie na yawe kweli ni kipawa. Kipawa ambacho unacho, zawadi ambayo Mungu alikupatia, ndio inayotimiza maono uliyokuwa nayo. Biblia inasema kipawa ni kama kito, ni kama madini ya thamani. Kila kitakapotumika kileta mafanikio katika maisha yako. Na kila binadamu aliyopo hapa duniani ana kipawa. Hayupo binadamu ambaye ameumbwa bila kipawa. Yoyote yule binadamu aliyopo hapa duniani ana kipawa. Wewe hapo unayenisikiliza una kipawa, wewe hapo unayenitazama una kipawa. Isipokuwa kuna wengine mpaka leo hawajafanikiwa kuvijua vipawa vyao. Kwa hiyo wamekuwa ni watu ambao wanaishi kwa kugusia. Leo atafanya biashara, kesho atapeleka mkono wake shamba. Leo atasuka watu, kesho atashona nguo. Sikiliza nikwambie, kipawa sio vipawa. Nazungumza kipawa. Biblia inasema kipawa ni kama kito cha thamani. Ni kipawa kimoja ambacho Mungu amekupatia. Ukikifahamu, ukakisimamia, kinaweza kukamilisha maono uliokuwa nayo. Kinaweza kukamilisha ndoto ulizokuwa nazo. Kuna wengine vipawa vyao ni kupika. Ukilipata jiko mahali ukapika, nataka kukuambia utajenga magorofa, kwa sababu hicho ndio kipawa Mungu ambacho ameweka ndani yako. Kuna wengine vipawa vyao ni kushona. Maisha yao yanabadilika kupitia cherehani. Wakati wengine wakishona wameishia kuumwa migongo. Mimi nimekutana na mafundi cherehani wengi tu wameishia kufanywa operation za migongo, wanaumwa migongo. Kwa sababu nasema nilikaa muda mrefu. Tafsiri yake mtu huyo sio kipawa chake. Kipawa ni kama kito cha thamani, hakimuelemei mtu, hakiwezi kumchosha mtu. Wakati wengine wakishona wanaumwa migongo, kuna watu wakishona wanameki pesa, wanatengeneza pesa kupita kawaida, kwa sababu ni kipawa chake. Wakati wengine wakipika wanaishia kupata TB, kuna watu wakipika wanatengeneza pesa kabisa. Wakati wengine wakisuka, naona watu wengi wasusi wengi wanaishia kupata vifua, lakini kuna watu wanatengeneza pesa. Sijazungumzia kujua kitu fulani, nimezungumzia je, ni kipawa chako? Mbona hata mimi hapa nikikaa vizuri tunaweza kujifundisha kusuka na nikasuka watu nywele. Shida sio kusuka. Shida ni kipawa changu. Mbona mimi hapa nikikaa tu vizuri, nikaenda nikasoma kozi yangu miezi 3 na kuwa nesi mzuri tu, naweza kuwahudumia wagonjwa na kuwachoma sindano. Lakini shida sio kuwa nesi. Shida je, ni kipawa changu? Unajua watu kuishi nje na vipawa vyao, matokeo yake tumewapata watumishi makatili. Mtu mwenye kipawa cha ualimu hata asiposomea kitajieleza. Akisimama mbele ya watu anaweza kulifafanua jambo kwa upana zaidi. Achilia mbali ule ualimu wa kwenda kusoma baada ya kufeli shule. Nazungumza mtu aliyezaliwa na kipawa cha ualimu, ambaye Mungu amempatia karama. Akisimama mbele ya wengine, hata kama kwenda shule, unakuta ana uwezo wa kufafanua vitu, kuwaelewesha wengine, kutuelewesha wengine, hata kama una kichwa kigumu. Kuna mtu ukikutana naye tu hapo njiani, ukamwambia nielekeze njia, utajuta. Anakuambia unanyosha, ukifika pale unakuta mti. Ukikuta mtu unaenda kushoto, ukifika eneo hilo unakuta miti mitatu. Na kati alikwambia yani unakuta hata kuelekeza njia juu. Lakini mtu mwenye kipawa chake cha ualimu anaweza kumwelekeza mtu kitu vizuri sana. Yani vizuri mpaka mtu akasikia amani, akasikia furaha. Jambo lolote lile anaweza kumwelekeza mtu vizuri kupita kawaida. Mtu mwenye kipawa chake cha kuhudumia wagonjwa, unaweza ukafika hospitali ukamkuta nesi ana kipawa chake cha kweli, aliumbwa nesi, ukatamani umwe na siku nyingine. Yani akakuhendo mgonjwa mpaka ukahisi unapona bila hata kupewa dawa. Ile tu vile ile kipawa chake ndani kafanya kazi. Lakini yule ambaye anang'ang'aniza anafanya kazi ili apate pesa, ndio wagonjwa watamani hata kumuona. Yani wanatamani ikifika zamu yake sijui afanye nini, sijui agongwe na gari, sijui afanye nini. Hawataki hata kumuona. Sipende si yule nesi yule, daktari yule. Lakini aliyezaliwa natural daktari, watu wanafurahia huduma yake. Na hii ndio utajuaje kwamba shughuli unayofanya ni kipawa chako? Utajuaje? Namba 1, watu watafurahia kazi yako. Kama kipawa chako ni kupika, ukipika pale vitumbua ukauza, kila mtu atasema hiki ni kitumbua kweli, haya ni maandazi kweli. Ukipika chakula chako kila mtu atasema kweli hiki ni chakula. Namba 1. Lakini namba 2, utakuta unapata pesa. Sikia nikwambie.
mtu mwenye anayetumikia kipawa chake, Biblia inasema kipawa ni kama kitu cha thamani, kinapogeuka kinafanikiwa. Wachawi huwa hawazuii kipawa. Wachawi huwa wanazuia matokeo ya kipawa. Kwa hiyo kama mtu shughuli yako unayofanya ni kipawa, utajuaje kama ni kipawa chako? Hata kama wachawi wamevamia maisha yako, utakuwa ukifanya shughuli unapata hela, isipokuwa kwa sababu wachawi wamevamia maisha yako, zile hela zitakuwa hazionekani zinakoenda. Watakuwa wanatawanya hela, hawawezi kutawanya kipawa. Kwa nini hawawezi kutawanya kipawa? Kwa sababu ni zawadi ambayo Mungu amekupatia. Kipawa ni kitu cha Mungu. Kwa hiyo hawawezi wakachukua kitu cha Mungu. Wawanga, washirikina hawawezi wakachukua kitu cha Mungu. Wanaanzeje kuchukua kitu cha Mungu? Wanaanzeje? Biblia inasema Herode alipokuwa anapanga kuua watoto, anataka kumuua Yesu, kwa sababu hamjui kazaliwa wapi, alikadiria watoto wote chini ya miaka 5. Yaani kuanzia miaka 5 mpaka waliozaliwa sasa hiyo wauliwe, watoto wanaume wauawe. Alikadiria kwamba humo atakikuta kipawa, atamkuta Yesu, kwa hiyo atamfyeka. Biblia inasema usiku ule malaika wa Mungu wakamtokea nini? Wakamtokea Yusufu na Mariamu, wakasema mchukue mtoto ukimbilie Misri. Akachukuliwa mtoto akaenda akafichwa. Ndio maana nataka kuambia vikipawa hakilogwi wala kipawa hakipingwi, isipokuwa matokeo ya kipawa ndio yanaweza yakapingwa. Kwa nini kipawa hakilogwi wala kupingwa? Kwa sababu kipawa ni kitu cha Mungu. Ni zawadi ambayo mtu anapewa na Mungu. Ni zawadi ambayo mtu anapewa na Mungu. Kwa hiyo hawezi wakachukua zawadi ambayo wewe ulipewa na Mungu. Hawezi, isipokuwa kama umetambua kipawa chako, wanaweza wakakusimamia wewe, yani wakawa wanaondoa yale mafanikio unayoyapata kupitia kipawa hicho ambacho Mungu amekupatia. Mtazamaji, nimezungumza muda mrefu eneo moja, kwamba utajueje kwamba hiki ninachofanya ni kazi yangu, ni kipawa changu. Nimesema namba 1 kitakuwa kinaingiza pesa. Achana mbali kwamba pesa unapata lakini hazieleweki zinakoenda. Kama hiyo shughuli inaingiza tu pesa, hata kama haujui zinakoenda, tafsiri yake ni kwamba hicho ni kipawa chako. Isipokuwa unatakiwa upokee nguvu ambayo itadhibiti zile pesa zako. Itazizuia zile pesa zako zisitoke katika mazingira ya kutatanisha. Hiyo ni namba 2. Lakini namba 1. Lakini namba 2 nimesema watu watafurahia kazi unayoifanya. Kama ni mwalimu, wazazi na walimu wazazi sisi na wanafunzi watafurahia walimu wako, watafurahia unachokiwaelekeza. Kama ni nesi, watu watakufurahia. Kama kweli umezaliwa kuwa nesi, watu watafurahia kazi yako. Kama mchungaji, kama kweli umezaliwa mchungaji, watu watabarikiwa na wewe, lakini utaona kazi yako inaenda mbele. Hata hii kazi za Mungu tunazofanya, kuna wengine hawajazaliwa kabisa kufanya hiyo kazi, isipokuwa wametamani, wamesema ngoja twende tukafanye kazi. Au maisha yamekuwa yanaenda vibaya, wanasema ngoja twende tukasomee uchungaji. Lakini uchungaji pia ni kipawa. Walio wachungaji wamezaliwa wakiwa wachungaji. Katika kitabu cha Yeremia, Mungu anamwambia Yeremia, nilikujua tokea tumboni. Yaani kabla hujazaliwa nilikujua. Kabla upo nilikujua. Tokea tumboni mwa mamako mimi nimekujua. Anamwambia nimekuhesabia haki. Yaani Yeremia alishahesabiwa haki hata kabla hajazaliwa. Mungu anajaribu kusema kwamba Yeremia ameumbwa hivyo, ameumbwa kuwa nabii. Yeremia ameumbwa kuwa nabii, ameumbwa kuwa mtumishi, Kwa hiyo Yeremia anapofanya kazi yake ya utumishi, hajutii. Mtumishi mahali popote ulipo, kama unafanya huduma hii ya Mungu, kazi hii ya Mungu, halafu unajutia, unakasirika ukikosa hela, wewe hicho sio kipawa chako. Kwa sababu kipawa hakimpelekei mtu kujuta. Kabisa, hakimpelekei mtu. Yaani kipawa kina asili ya kumnongoneza mtu kwamba tunapata kitu. Kiko hivyo. Kina asili ya kumnongoneza mtu kwamba utapata tu kitu. Mradi kinatumika kipawa chako. Kwa hiyo ukikuta unamtumikia Mungu, mambo yakiwa magumu unahisi kukata tamaa kabisa na kuacha hiyo kazi. Nimekutana na watumishi wengi wanasema mimi naona sasa nipumzike. Wewe sio kipawa chako. Kingekuwa kipawa chako usingeomba kupumzika, kwa sababu kipawa kinapogeuka ndio kinaleta mafanikio. Yaani kipawa chenyewe kinaweza kushinda vyote. Kipawa kinaweza kushinda magumu. Ndio maana Yusufu anaishi gerezani. Ndani ya gereza anaendelea kuota ndoto kubwa. Alafu ndani ya gereza mle kipawa chake kinatumika. Kipawa hakina mipaka kinapotumika. Hakina mipaka ya mazingira. Chenyewe kinatumika mahali popote. Ili mradi mtu upo na unafahamu kipawa ulichokuwa nacho. Ili mradi upo na unafahamu kipawa ulichokuwa nacho. Kwa hiyo ukikuta unafanya kitu haikufurahishi, tafsiri yake ni kwamba hicho sio kipawa chako. Unafanya tu mradi siku ziende, unafanya tu mradi upate hela. Ndio maana upati hela. Kuna baadhi ya walimu wamejenga majumba na majumba kwa sababu wamezaliwa kuwa walimu. Nakwambia kuna baadhi ya walimu hata kiwanja hawana na wana madeni kwa sababu hawajazaliwa kuwa walimu.
Kwa hiyo hapo unahitaji sawa. Kuna mtu ameshazeeka, umeshakuwa mtu mzima sasa na umeshatumika katika kipawa ambacho sio cha kwako. Unahitaji neema ya Mungu. Unahitaji neema ya Mungu. Mungu aondoe vizuizi kwenye maisha yako ili walau uone unapata nafasi ya kutengeneza maisha kwa siku hizi chache ambazo zimebakia kwenye maisha yako, mtoto wa Mungu. Hichi ni kipawa. Ninazungumza sasa kipawa na maono. Kwa hiyo ndio wewe kazi yako ni kuwa na maono. Kipawa ambacho umepatia Mungu kazi yake ni kutimiza yale maono ambayo Mungu ameweka ndani yake. Kwa hiyo kipawa kikifanikiwa kutumika kinakamilisha maono makubwa ambayo wewe umekuwa nayo. Kinakamilisha maono makubwa ambayo wewe umekuwa nayo. Kinakamilisha mipango mikubwa ambayo wewe unayo. Bila hivyo hakitafanyika chochote unachotaka kifanyike kwenye maisha yako. Sasa kwa nini watu wengi hawafanikiwi? Kwa nini watu wengi hawafanikiwi? Leo nataka unisikilize kwa akili, yani ukiwa na akili. Kwa mwilini kabisa unaponisikiliza. Wale walokole nataka urudi mwilini, afu nisikilize mwilini. Tutaongea tu kama familia. Kwa nini watu wengi hawafanikiwi? Watu wengi hawafanikiwi kwa sababu moja. Mambo wanayoyafanya sio vipawa vyao. Ndio maana hawafanikiwi. Namba moja. Lakini watu wengi hawafanikiwi namba mbili kwa sababu shetani amefanya uadui na mafanikio yao. Inawezekana kundi lilobaki linaelewa kwamba hiki ni kipawa changu, lakini anakitumia kipawa chake vizuri na anapata vitu au anapata pesa, lakini shetani ameweka uadui na mafanikio yake kwamba zile pesa anazozipata zinatumika katika mazingira yasiyo sahihi. Lakini ni kweli ni mkulima, amezaliwa kwa ajili ya kulima na kilima anapata, lakini baada ya hapo alichokipata hakieleweki kilitumika wapi. Kwa hiyo hili ndio imekuwa tatizo na taabu ambayo inakuwa inawafuatilia watoto wengi wa Mungu kwa kipindi hichi na kwa kizazi hiki, kwamba yale ambayo wana nini, wengine hawafahamu kabisa vipawa vyao. Na hili ndio kundi kubwa, limebeba labda 90% ya watu, alafu 10% iliyobaki wanafahamu vipawa vyao. Lakini katika kufahamu hivyo vipawa vyao, shetani amefanya uadui na mafanikio yao. Kwa maana hiyo vipawa vyao vinawaletea pesa, lakini zile pesa hazionekani, hazikai, hazileti mambo ya maana. Leo ninakufundisha neno hili la Mungu ili akili yako ifahamu, ifunguke, ielewe vitu fulani ambavyo vimekuwa vikiendelea kwenye maisha yako. Lakini namba 2, namba 3, kwa nini watu wengi hawafanikiwi? Namba 3, watu wengi hawafanikiwi kwa sababu ni wepesi wa kuelezea maono waliokuwa nayo. Maono sijui nikwambieje, lakini maono yanatimizwa. Hii ilimkosti Yusufu. Kama Yusufu asingekuwa na sifa zake za kueleza mipango aliyokuwa nayo, Yusufu asingeuzwa. Yaani yeye angeendelea kufight chini akiwa anatafuta ukuu nao uhitaji. Angekuwa amepunguza 1% kubwa ya maadui ambao walikuwa wanayazunguka maisha yake. Kwa hiyo kitendo cha ndugu zake kuzidi kuwa maadui, yeye aliwatengeneza kwa kusimulia ndoto yake. Biblia inasema katika kitabu cha Habakuki, inasema hiyo ndoto unayoiota iandike, sio uieleze, uiandike. Kwa sababu itatimia, haitakawia, itatimia. Iandike kwenye vibao vilivyo wazi. Unapokuwa na maono, yaandike ndani ya moyo wako kwamba haya ndio maono niliyokuwa nayo. Halafu anza kufight kwa ajili ya yale maono. Halafu watu wakuone huko juu umetimiza maono yako. Watu wakuone huko juu umetimiza maono yako. Watu wanatakiwa kukuona uko juu unatimiza maono yako. Wakuone huko unatimiza maono uliokuwa nayo. Usiwe na muda usiwe na muda wa kuelezea sana. Usiwe na muda wa kuelezea mambo yako mengi ambayo unayo. Usiwe na muda wa kuelezea mambo yako mengi ambayo wewe unayo. Uwe na muda wa kutulia
unapokuwa na maono au na ndoto, uwe na muda wa kutulia. Alafu kisha kuwa na muda wa kutulia, jaribu kutafuta namna ambayo unaweza sasa kuhakikisha kwamba mipango yako mingi inatimia kwenye maisha yako, au mipango uliyokuwa nayo inatimia kwenye maisha yako. Kilichomfanya Yusufu azidi kuchukiwa sana ni kwa sababu alisimulia ndoto yake. Sio vibaya kusimulia ndoto yako, lakini kama unataka kupunguza maadui kwenye maisha yako, usisimulie mipango, usisimulie hatua yako ya pili. Usiwaambie, acha waone umepiga hatua ya kwanza, usiwaambie hatua ya pili. Wala ukipiga hatua ya pili usiwaambie hatua ya tatu, wakuone tu unaenda mbele. Ukipiga hatua ya 4 usiwaambie hatua ya 4. Ukipiga hatua ya 5 usiwaambie hatua ya 5. Ukipiga hatua ya 6 usiwaambie kwamba hatua ya 6. Wafikiria wale mamajusi walipomwambia tu Herode mtoto amezaliwa ilikuwa ni makosa. Kumbe walitoa taarifa mahali sio sahihi. Aliposikia ile taarifa, unajua alikuwa anajichekesha. Alikuwa anajichekesha, anajichekelesha. Alikuwa anajichekelesha. Alikuwa anajichekelesha. Yaani mnasema kuna mfalme amezaliwa, ndio mnaenda kumwangalia huko, tunaenda kumtazama. Anajichekelesha kabisa. Anasema yani amefurahi, anaonyesha kafurahi. Sasa bana, kwa sababu ni jambo kubwa, nendeni. Mkimuona tu mrudi njia hii, mje mnipashe habari. Na wale wakasema kumbe mfalme yuko pamoja na sisi. Mpaka anasema tuje tumpashe habari. Alafu wakaondoka kaenda kumuona mtoto Yesu. Wamefika kule, Biblia inasema walionywa usiku, wakapitwa na usingizi. Mungu akawaonya usiku, akawaambia msirudi katika njia mliyotokea kwa sababu Herode anataka kumwangamiza mtoto. Umeona? Lakini alijichekesha, ila kujua tu kumbe moyoni mwake amekasirika. Kuna mfalme anaweza kuzaliwa badala yangu. Sikiliza nikwambie, usielezee maono uliokuwa nayo kwa watu, kwa sababu haujui nani yuko upande wako na nani yuko kinyume chake. Biblia inasema Samsoni, miaka yake yote aliyoishi na Delila hakuwahi kujua kwamba yuko kinyume na yeye. Hakuwahi kujua kwamba Delila yupo kinyume na yeye, mpaka alipojikuta hana nguvu, hana nywele, ndio akajua kumbe huyu niliokuwa nakaa naye muda mrefu alikuwa kinyume na mimi. Kwa hiyo mtoto wa Mungu, na itoshe kukuambia kwamba huwajui watu wanaokuzunguka. Bado huwajui watu walio jirani na wewe. Hao marafiki unaozani unawajua bado hujawajua. Kwa hiyo kama una ndoto kweli kubwa, acha kuzisimulia mbele za watu, ziandike. Bwana anasema kaandike. Ziandike ndani ya moyo wako kwamba hili lazima litimie kwenye maisha yangu. Halafu anza sasa kufight kwa kipawa chako kuhakikisha kwamba zinatimia. Piga hatua kuelekea mbele. Mtu yote atakiwa kujua hatua yako ya pili. Wewe ndio ujue hii ndio hatua yangu ya pili. Nimepanga ndaipiga kwa staili hii hapa. Ukipiga ya pili mtu asijue hatua yako ya tatu. Wewe ndio elewa kwamba nimepanga kuivuka kwa staili hii hapa. Nataka kukuambia utakuwa unapunguza maadui na utafanikiwa kufika mbali sana. Mtoto wa Mungu, nadhani utakuwa umenielewa vizuri sana. Mimi nazungumza maono na ndoto. Nazungumza maono na kipawa. Nazungumza na sasa niko kwa nini watu wengi hawafanikiwi. Mmoja wapo ni kwa sababu wengine kazi yao ni kusimulia. Wewe mwenyewe utaungana na mimi kwamba toka ulivyosimulia utajenga nyumba kubwa. Huu ni mwaka wa pili unaumwa, umelala chini. Kisa tu ulitangaza utajenga nyumba. Lakini ungefanya taratibu. Watu wana kawaida ya kuchukia maono ya watu wengine. Kwa hiyo kwa sababu wana kawaida ya kuchukia maono ya watu wengine, nimekuambia kipawa hakiibwi, lakini watu wanaweza kuzuia wewe usipate mafanikio ya kipawa ulichokuwa nacho. Kwa hiyo watakuona uko katika juhudi katika kutimiza maono yako, watasimama washindane na wewe kwa sababu wewe umekuwa una maono makubwa. Sauli aliposikia Daudi amepakwa mafuta, alianza kumtafuta amuue. Kwa nini alikuwa anamuua? Kwa sababu alikuwa anajua Daudi atachukua ufalme badala yake. Ana ndoto ya kuwa mfalme. Ndio maana alikuwa anamtafuta amuue. Kwa hiyo hata wewe elewa, toka unapoanza kuwa na maono makubwa, kuna watu wanakutafuta wakuangamize. Kuna watu wanakutafuta wakuue. Hawawezi wakakuua kwa kukuchinja labda, lakini watakuloga, utapatwa na mabaya. Wataua kila hela inayoingia katika mifuko yako. Wataua kila hela inayoingia katika mikono yako. Hautakuwa na mwelekeo wa maisha. Kwa hiyo kadri siku zinapozidi kwenda, unaweza ukaona kwamba ndoto zako hazitimii.
maono uliokuwa nao hayatimii, na nguvu unaendelea kutumia nyingi, lakini nguvu zako hazifanikiwi kutimiza maono uliokuwa nayo. Kwa hiyo leo unatakiwa kujifunza kitu. Kama una maono makubwa, punguza kuyasimulia kwa watu. Utajikuta umesimulia kwa Herode. Utajikuta umesimulia kwa ndugu zako kama ndugu zake Yusufu. Utajikuta umesimulia kwa watu hao, kwa Herode au kwa ndugu zake Yusufu, watu ambao wana asili ya kupambana na mtu kwa sababu ana malengo makubwa na ndoto kubwa. Watu wengi wamepitia magumu, walipoanza kuonesha watafanikiwa, magumu yakaongezeka kwenye maisha yao, wakalogwa. Sikiliza nikwambie, kuna mtu yuko mahali amepanga katika chumba kamoja, analala na amka, hakuna mtu hawazi chochote, hakuna mtu anayehangaika naye. Lakini kuna mtu yuko amepanga mahali, yeye hataki kupanga. Kila akilala kwenye nyumba ya kupanga anajisikia vibaya, anataka kujenga. Huyo lazima watu waonge naye huyo lazima wawanga waonge naye. Huyo lazima wenye roho mbaya waonge naye. Alafu ndo asimame aseme mwaka huu nimelima shamba zangu na mkono ekari 5. Natumaini nivune ninunue kiwanja. Wewe lazima ulogwe. Watakuloga kwa sababu watu hawataki kuona mtu anatimiza maono aliyokuwa nayo. Una kipawa gani mtoto wa Mungu? Je, hicho unachokifanya ni kipawa chako? Hiko unachokifanya ni kipawa chako au tu umejishikiza? Na kama umejishikiza, utajishikiza mpaka lini? Je, shughuli hiyo ni shughuli yako kweli? Una uhakika umezaliwa kufanya hiyo shughuli unayoifanya? Hata biashara, kuna mfanyabiashara wa kitu fulani, kuna mfanyabiashara wa madini, hawezi kuuza viazi, yeye atatoboa akiuza madini. Kuna mfanyabiashara wa mihogo, hawezi kuuza nyanya, amezaliwa kwa ajili ya kuuza mihogo, akigusa mihogo mambo yameenda. Kuna mfanyabiashara wa nguo zipi? Umeona? Kuna mfanyabiashara wa nafaka, kuna mfanyabiashara wa mifugo. Je, hicho swali langu leo ni kwamba je, hicho unachokifanya ni sahihi? Kwa hiyo watu wengi wameshindwa kuelewa vitu vyao, vipawa vyao ambavyo Mungu amewaumba navyo. Na kwa sababu wameshindwa kuelewa vipawa vyao ambavyo Mungu amewaumba navyo, wamejikuta wanaangukia katika hali ya kutafuta maisha bila kupata. Lakini siku ya leo hapa nitakuwa nafanya maombi. Namba 1, Mungu, kama wewe hicho sio kipawa chako, basi Mungu akuongoze kukifahamu kipawa chako. Atakuongezaje kukifahamu kipawa chako? Baada ya ibada ya leo na maombi ya leo, Mungu atakupatia wazo la kufanya kitu fulani. Wazo litakalokuja la kufanya kitu fulani baada ya haya maombi, tafsiri yake hilo ndio litakuwa wazo la Mungu. Litakuwa wazo la Mungu kwa ajili ya maisha yako. Sasa wakati huu mimi naruhusu simu kwa sababu nimeongea muda mrefu sana, hapa karibia lisaa. Wakati huu tutaruhusu simu 0742. Nataka kufahamu, mimi nitakuwa na dili na watu tu na maono na vipawa basi siku ya leo. Kwa hiyo nimesema kama wewe ulikuwa haujui, kama hiki ni kipawa changu, ulikuwa ufahamu kwamba hiki ni kipawa chako, leo tutafanya maombi, na baada ya maombi haya ninaamini kwamba Mungu ataleta wazo ndani yako au hisia fulani ndani yako zitakazokuwa zinakuongoza ufanye kitu fulani. Ukifanya baada ya maombi ya leo, tafsiri yake ya kwamba ni kwamba hicho ni kipawa. Simu iko wapi? Tafsiri yake ni kwamba hicho ndo kipawa chako. Lakini wale ambao hivyo ni vipawa vyenu, isipokuwa kitu unachokifanya ndio kipawa chako, isipokuwa shetani ameweka uadui na mafanikio yako, kwamba unapata pesa lakini hizo pesa hazitatui chochote, hazifungui chochote. Leo tutakuwa tuna maombi. Maombi haya ya leo yote yatakuwa yanalenga kukuweka wewe sawa. Kukuweka wewe sawa. 0742 ndo namba ambayo unaweza 0742 14 tuma message hapo, piga simu 0742 14 tuambie, niambie kwamba nini Mungu, niambie kwamba je, unachofanya ni kazi yako? Ni kazi yako? Una amani kwamba ni kazi yako? Watu ambao nitapata nafasi ya kuongea nao naweza nikatafsiri kwamba hiyo ni kazi yako au sio kazi yako. Naweza nikatafsiri. Iko wapi simu?
07421414. 07141414 ndio namba ambayo 0742141414 ndio namba ambayo unaweza ukaitumia hapa. Piga simu utuambie, uniambie, nazungumza na wewe, utaniambia hicho unachofanya je, ni kazi yako? Ni kipawa chako na maanisha? Ni kipawa chako au sio kipawa chako? Hicho unachofanya. Alafu utatuma message nitaziona zaidi leo. Utatuma message 0742141414. Unaweza ukatuma message hapo. Lakini unaweza ukapiga kwa 074214. Niambie uko wapi, una shida gani? Na mimi nitakuuliza maswali unachofanya kama umenisikiliza. Je, kazi yako inakuletea faida au inakuletea hasara? Kazi yako inakuletea faida au inakuletea hasara? Ndicho nitakachokuwa na kuuliza. Na je, kama inakuletea faida, kama unakuletea faida unaoipata inatatua matatizo yako? 07421414. Twende hapa 0742141414 na huyu anasemaje? Tupige simu. Huyu anasema mimi nipo, nahitaji mafundisho ya kiroho kila siku, sijui wapi. Huyu anasema nabii, usiku huu nitamkie neno. Na hisi yuko anafuatilia. Nitamkie neno. Amina, Mungu akubariki. Huyu anasema mimi ni Kambale Ndea, nina familia, watoto 3. Sote tumejitayarisha siku hiyo, tuko hapo Kongo. Madhabahu ya uponyaji tarehe 7. Ndio, tarehe 7 tuna madhabahu ya uponyaji. Kila mtu ajitayarishe na familia yake tarehe 7. Lakini leo hapa 07421414 tunataka kupokea simu. Nataka kupokea simu niongee na wewe. Mtazamaji ambaye unatufuatilia sasa. Mtazamaji ambaye unatufuatilia sasa hapo 0742141414. Niambie niambie shida yako. Nitaongea na wewe hapa. Niambie shida yako, nitaongea na wewe hapo. 0742 hiki kipindi hakiko hewani hiki. Haya mtazamaji, tutarudi tena. Halo. Kipindi cha live kiko hewani.